Almighty God, in the name of Jesus Christ, we come before you this afternoon. We stand on your promises, O God. The promises that are A and they are Amen. Even as we take our position this year, tunaomba kwamba utuelekeze kwa nguvu zako. Nena nasi Mungu wetu kwa muda mfupi huu katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Tuketi tafadhali. Nikubali kwa muda mfupi tu niseme kidogo tu kabla sijaingia kwa neno kwamba it is a new year, na pengine wenu hamjaweza kukuja kanisani mwaka huu. Ningependa kukukaribisha na nikwambie kwamba kama vile tumesema hapo awali ni kwamba tumetoka katika ule mwaliko ama mwamko wa mwaka uliopita, ambapo tulikuwa tunasema tuko katika mikono yake Mungu akitufinyanga, na sasa tuko katika mwaka mpya ambapo tunasema ni vyema kuchukua nafasi yetu. Huu mwaliko ama mwamko wa mwaka huu, it is very personal. Ni mwamko ambao sio kama ule wa kuketi na ugoje mambo yatendeke. It is very active. Mwaka uliopita tulikuwa tumenyamaza tu, Mungu adili na sisi. But sasa tumeingia katika hiyo nafasi ya kufanya kile tunastahili kufanya. So ninataka, kwa sababu nimefanya almost half my sermon, nitumie dakika chache tu kueleza kuhusu taking your position. Kabla sijaenda katika hilo jambo, hebu niende katika the main reading ambayo tutaitumia kwa muda mrefu. The Book of 2 Chronicles ni kitabu ambacho kimeandikwa kunakili maisha ya wafalme na wana wa Israeli baada ya kuingia katika, walipotoka in the wilderness, vile walivyoishi maisha yao. Iko na story mingi za wafalme vilivyo walifanya. Wengine wao wanaambiwa he did like his father David, wale waliogopa Mungu, na wengine wanaambiwa they died as evil men. Kwa hivyo it's a story of the children of Israel in the land of Israel. Na tunapofika mahali hapa, tunapatana na mmoja wa wale wafalme ambaye alikuwa anaitwa Jehoshafatu. Jehoshafatu ni mmoja wa wafalme ambao Biblia inasema kwamba walifanya mambo makubwa ambayo yalilingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Unajua, sio wote walifanya kama vile Mungu alivyotaka. But he was a man who was good. Lakini kuwa mtu mzuri haimaanishi kwamba hautapatana na shida. Jehoshafatu wakati tunapatana naye hapa, tunaona kwamba akona maadui ambao wamejipanga, and their plan is to destroy him. Na alipokuwa mahali pale, he was very discouraged. Akapatwa na shida mingi kwa sababu amefuata Mungu, amekaa mikononi mwa Mungu, and he didn't know what to do. But then the scripture that we have read today, alipoona mambo yamekuwa magumu sana, Biblia inasema kwamba yeye alisimama, akaangazia macho yake kwa Mungu kama huyu jamaa. Akamwambia Mungu, I don't know what to do, but my eyes are on you. Mimi Mungu, I don't know kama umewahi fika mahali kama hapo, when unaona shida ni mingi and you don't know what to do. Naye Mungu akamtumia a prophet. Na ndio maana in this scripture tunaambiwa, you must believe the prophets and you shall prosper. Hey, Bwana asifiwe. You must believe the prophets and you shall do what? Kwa sababu Mungu wakati mwingine anaongea direct kwa neno lake, na wakati mwingine Mungu anaongea akitumia manabii. Na hivyo akatumiwa nabii, akaambiwa, mfalme, ninaona kwamba uko na shida sana kifikra, kimawazo, lakini kuna jambo moja nataka nikueleze. Kwamba
hautashindwa. You are not going to be defeated. You shall overcome. What you need to do ni kuchukua nafasi yako. Is that you must take your possession. Na alipoambiwa hivyo, akaita the praise team, viongozi wa nyimbo katika hekalu, akawaambia tuanze kushukuru Mungu. Si kwa sababu vita ilikuwa imeisha, but he believed the word of the Lord. Hallelujah. Aliamini kwamba Mungu amesema nitashinda. Mimi I will not worry anymore. I will not be afraid anymore. Akaanza kushukuru Mungu. He started praising the Lord. And the Bible says, ati wakati alianza kushukuru Mungu, aliposimama asubuhi ifuatayo kufika, alipata usiku wale maadui walianza kupigana wao kwa wenyewe, and in the morning all of them were dead. Hallelujah. It was a miracle. That praise releases miracles. Hallelujah. Not worry. Sio kulala kukaa hujalala. Praise releases miracles. So that in the morning, Biblia inasema kwamba alipoenda mahali pale, aliita watu wake wakaambia, basi kujeni tutafute zile mali tumeachiwa na hao madui wetu. Na Biblia inasema zilikuwa nyingi, ilichukua siku 3 kuziokota. Because when God comes, anafanya mambo makubwa. But this was the secret. Lazima angejua mahali pake. He needed to know his position. Bwana asifiwe. Na lazima alipojua angeichukua. And when I was thinking about how can we now do this, tuende to the next level in this church, nika realize the only way we can do that is when people know their possession so that God can fight their battles. Umesikia vile ninasema? That it is going to take God to fight your battle, wewe ukijua nafasi yako ni gani. Na unajua tumengangana kama binadamu. Tumepigana kama binadamu. Unajaribu biashara, unajaribu hili, unajaribu lile, but the Lord is promising us that if we take our possession, then he is going to fight our battles for us. Amen. Sasa swali ambalo nataka kukuuliza ni hili. Do you know your possession today? Wewe unajua nafasi yako wewe ni nani? Because the challenge is not ati Mungu hatapigana. That is his promise. Na akisema, amesema. Hallelujah. Unajua Mungu hahitaji tumsaidie kuwa Mungu. He is God from eternity to eternity. People of God, do you understand what I'm saying? You don't determine the godness in God, if that is proper English. He remains God. His promises, they are A and Amen. Lakini kuna wakati anajaribu kutubariki, anajaribu kutupigania vita, anajaribu kutuinua na anapata hatuko mahali tulikuwa. Wengine wenu naona sasa sio kama wale wa Fast Service, mnaweza mkaelewa lile ninataka kusema. Miaka kama 30 iliyopita or so, 30 years or so, hatukuwa na mobile phones. Na za mwanzo zilikuwa ni chache na ni watu walikuwa na pesa nyingi walikuwa nazo. In the early 2000 I think, phone, mimi nakumbuka simu yangu ya kwanza nilinunua card. Nilikuwa na SIM card. Sikuwa na simu. I know to some people it doesn't make sense, right? Kununua SIM card ndio ilikuwa the first thing. I still retain that SIM card. Kwa sababu nipiga line pale I&M. Unajua pale I&M. Si palikuwa na center ya Safaricom. Tulifika hapo saa 9 ya usiku. Tukapiga line. That is not the issue. Kwa hivyo kama mungekuwa mumeagana na mtu mtapatana muende, ni mkikutana leo macho kwa macho unamwambia nikukute kesho saa 3 hali ya vara. Na unajua gari hazikuwa mingi, hakukuwa Uber. Na watu wanasema zamani ndio kulikuwa kuzuri. We are living at the best time of our lives. Hallelujah. Ndogashoka kuwa tene ndio kwari kwega. Ici kwagirite. Hallelujah. Do you know hakukuwa Uber, hakukuwa bodaboda. Si tumetoka mbali. Ana ni kwa nini tuna complain? Tumetoka mbali. I know things are not right, but ukifikiria kule tumetoka.
So ilikuwa ni vile tumeagana na wewe, you must be where, kwa sababu ukikosa no gwethire na maguru, si ndio? So it was very important. For example, kule Geshagi, kama kulikuwa na mtu alikuwa na gari na akwambie kesho atakubeba na hazikuwa nyingi, anakuambia gukore hale munada ine thaa 3. Ashikana. Wewe kuja hapo saa 3:30. Utatembea. Na unajua watu walikuwa wanatembea nafasi ndefu sana, si ndio? So for you to receive the blessing, are you getting the implication? For you to receive the blessing, you needed to be in your possession. Nigetha odosho okinyanire, ili jambo hilo lifikie, lazima usimame mahali ambapo unastahili kusimama. Hiyo mahali unastahili kusimama, tayari ambaye anataka kukubariki anapaelewa, juu ni yeye mumeagana. Mumeagana na yeye. Si ni yeye mlisema mkutane kesho saa 3. Kwa hivyo anakugoja hapo. Kwa hivyo yeye hawezi akaenda the other direction unless anakudanganya, na binadamu anaweza kukudanganya. Atajua wewe uko katika njia ya katikati na uko pale karibu na kwa mama fulani, hapo ndipo umesimama saa 3, anapitia hapo akubebe, akubariki, akuinue, afanye vile mliagana. Do you know that is what God is telling us this year? Hallelujah. He has already made promises with you. Bwana asifiwe. Wakati alikuwa anatuumba, anatufinyanga last year, alikuwa anakufinyanga kwa sababu alikuwa anasikia hapa maombi yako haikai vizuri kwa sababu anataka kutoa hii. Ulisikia uchungu akitoa hiyo, lakini alikuwa anakutayarisha. Wakati mwingine alikuwa anakuambia lazima nikusukume hii area ili ukae smart. Wakati mwingine akakupaka rangi, wakati mwingine akakuchoma. You are ready. So swali ni, do you know your possession in the kingdom of God? Because ukijua, it is going to mean, ukijua this year, when you take it, the blessings of God, zile baraka ambazo Mungu amekwambia he is going to give you, they are going to be your possession in Jesus' name. Zitakuwa ni zako katika jina la Yesu Kristo. I want to go through a list of the things that we can call our possession in Christ this year. The sermon that I had prepared ilifika mahali ikakataa kufanya kazi. So I'll send it to the group, but I want to share a bit of it here. The position you have, and you must take it. Number 1 is that you are a child of God. Bwana asifiwe sana. Wewe, you are a child of God. You are a new creation in God. That is your possession in Dome. You are not just a member. Wewe mwana wa Gai. Hallelujah. And so when you are doing things, remember you are a child of God. The Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17, that therefore anyone in Christ, hallelujah, therefore anyone where, talk to me people of God, anyone who is in what? In Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has done what? It has come. Therefore, today I want you to know the first possession you have is the possession of being a new person, a child of Christ in this church, in this kingdom, in the name of Jesus Christ. So know that is your position. Number 2, you must know that you have been chosen. You have been chosen by God. You are not just here by bahati. Si kuangukia. You could have been anywhere else. You could have been in another country. But you are here by the choice of God. You are chosen of God. You know, the Bible says that God chose us even before the creation of the world. Hey. You cannot blame anyone. Even your parents, hata mchungaji wenu, hata elder wenu. Wewe ni kuchaguliwa, ulichaguliwa. So mahali huko, si bahati ya elder, si bahati ya kanisa. You are chosen. Sema, I am chosen of God. Ephesians chapter 1 verses number 4 says, for he chose us before the creation of the world, he chose us. So the next position is that you are chosen. Not only are you chosen, you are seated with Christ.
Hallelujah. The position you have is that you are crucified with Christ. Ephesians chapter number 2. Give me verse number 6. It says, and God raised us in Christ. And God raised us with Christ and seated us with him in heavenly realms. Your position is that you are seated in the heavenly realms. Wewe hauko hapa tu. And that is why God is saying, you must take that position. I'll tell you what that means in a moment. You are not only that, but you are also forgiven, you are righteous, you are holy. These are your possessions in Christ. And so this year, I'm looking that someone will take their possession as a child of God, as a chosen one of God, as a one seated with Christ, and it will determine the decisions of their lives. Your position determines the decisions of your life. You know, for example, kama mimi hapa mchungaji wakati nimeketi hapa. When I'm seated here, I know everybody is seeing me. So I behave. Ama namna gani? I cannot do anything I want. I get in a place where I'm well organized. Because my position is that high position. The words I use are very chosen. They are selected. But it is because I think I am in that position. But do you know that all of us are seated with Christ? Hallelujah. One day when I was newly ordained as a minister, very, very newly ordained, we were having a meeting somewhere and tukasema tutaenda another place. And there weren't enough vehicles. Then that day I think I didn't have a vehicle. I can't remember the details. And so, gari zote zikajaa, ikabaki gari moja tu ya moderator wa General Assembly. Unasikia hata sina miezi 3 kutoka nikuwe ordained. So mimi ninaambiwa niingie gari, namwambia wewe unainywe, wacheni mchezo. Mnataka niingie hapo? Nikaambiwa haya, acha basi tukuache. Eventually nili have kuingia Prado nikaingia, si kuingia upande wa left, niliingia upande wa right hapo. So mimi kocha nikwambie, I've never found a day as difficult as that one. So ni nani mumeketi na yeye hapa? So hata huna maneno, unajaribu kutoa usikika kama umeokoka sana. Unatoa maverses. Unajua he is a human being. Because of where you are seated, do you get me? And so I knew the position maybe nimeliftiwa sana. And this is what the Lord has done us. We have seated us together with Christ. And this is what happened to Jehoshaphat. I realized yeye ni nani, and he took his position so that God could act. Hallelujah. So this year, I want no one of us to look down on ourselves. Usijidharau, usijione wewe si mtu, because umeinuliwa pamoja na Kristo. That is the position. And this is what happened. When Jehoshaphat realized, I imagine the opposite could have been true also. Jehoshaphat angeanza kungangana, abebe mikuki, aseme nimesikia lakini gai wewe unawake menya hii vita inatakaga hata kuokoka si ujinga. Umeisikia watu wakisema hivyo? Umeisikia watu ama ni wewe ulisema? Ama ni wewe ulisema? Wanasema kuokoka si nini? Hata kuna ingine ilikuwa inaonekana kana kwamba ni a Bible verse. God helps those. God helps those who do what? I want to tell you that is a message from the devil. Umeisikia shetani akiongea unaweza fikiria ni scripture. That one sound like a scripture that is a message from the devil. So this year, I want you to know that umetayarishwa na umetayarika na uko tayari kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu. There is nothing that is required of you ili ukue mwanamke wa kusimamia neno la Mungu katika nyumba yako. Uwe mwanamume wa kusimamia neno la Mungu katika nyumba yako. There is nothing that is needed for them to go to the next level. What is needed is here. All what we need to do is take our position. Hallelujah. Mimi sijui ni position gani Mungu amekupatia. Wengine wetu hapa, God has called us to be preachers. How I pray that preachers in this house will stand and they are going to preach until someone comes to Christ. Because you see, in Presbyterian, we don't believe in one priest. We believe in priesthood of all. Talk to me. Priesthood of all.
believers, that some of us here have been called to be intercessors of this church. Lakini mimi ninakuja hapa sijaona hiyo intercessory movement. Ati kuna watu wanakujaga hapa kanisani every Sunday to pray for the service. Wewe ukiwa haujajua utaanza kusema no na kanitha shogotiri ndo mahoyaga, na pengine ni wewe Mungu amekupatia hiyo nafasi ya kuomba. Am I talking to someone? Some of us here have been given the ministry of even welcoming. Unakaribisha watu. There are people who are very good at welcoming. What is the position that the Lord has given you? If there is movement that will happen in this church, you must take your position this year in the name of Jesus Christ. So swali ninakuuliza na ninajiuliza, what is my position? Because if I don't know my position, I don't know what I'm going to do. From tomorrow we have 21 days of prayer and fasting. Si mnajua hivyo? From tomorrow we are starting our 21 days of prayer and fasting. I know there are some people who will not even fast, even a single day. It is called a normal curve. Normal curve. Kuna watu hata watafanya hiyo with everything they have. Kuna wengine watakuwa hapo. Kuna wengine hata anza. But do you know your position? Which one are you going to be? Vile utafanya, then you must ask yourself, is this the position that God has given me, or I can do better? Muthikio mire. Kimekuwa kigumu because it is very challenging, isn't it? You are the cheerleader of Women's Guild. Wajoroge. That is your position. That is what God has called you to do this year. Are you going to rise up? Hata watu wengine wanajua, surely there is a Women's Guild chair in this church who has stood in their position and they are making impact for the kingdom of God. Some of us have been called to be leaders. Wewe umekuwa elder wa district na elders wako hapa. If your district haitasimama, it is not God who needs to die. It is not Jesus who needs to die on the cross. Nikadha district yerogama. Alikufa na hata kufa tena. Ninaongea vizuri ama ninaongea vibaya? Ama unafikiria Yesu anahitaji kukufa tena? It is you as an elder to stand. If there is something that needs to be done na ni mchungaji, if I don't stand as a minister in this church, Christ has already provided it. Ni mimi nimekosa kuchukua nafasi. So this year, the vows you took, kuna wengine mo imehetwa, and some of them are even online. Let me talk to even the online church. Ulichukua nadhiri ukasema, nitakuwa nikitumikia Mungu. I'll be somewhere serving the Lord. PCMF. Sitting drama. I'll be somewhere. So where you are, wewe ambaye huku kuja kanisa, are you doing that? Ama where are you? Tulikuja tukafanya viongozi hapa, and we prayed for them and we dedicated them. Are you going to take that position? Some of us have been blessed. We are kingdom financiers. Allow me to say that. Wewe unajua umebarikiwa, hii kanisa haiwezi kakosa, but wewe unasema itakiona ngado makiruta tithe. Doesn't matter. Hata kama hakuna mtu atatoa tithe, wewe you know you are God. Unaleta tithe yako faithfully because you know your position. Amen. Yani kila ninasema tumeacha nafasi ya kuangaliana anymore. It does not matter. Hata kama ile siku tunaenda Lemuru huko on the 7th. Hata kama hakuna mtu mwingine ataenda, I will go because I know my position. Hallelujah. Hata kama district hakuna mtu atakuja, I will go because I know my position. I want that to be the discussion this year. Hata kama hakuna mtu atafanya praise and worship, I will praise because I know my God. Hallelujah. I'm hoping I can inspire someone to say, it doesn't matter what everybody else does. Nobody can stand in my position. Nobody will be me. There's a song that Teresa sings for us. I will not let anyone worship you for me. Is there a song like that one? I will not let anyone worship you for me. I worship you because I know you. I have an interaction with you. I have understood you. Jehoshaphat did not, it does not matter who else was going to fight. Jehoshaphat alisimama. I pray in this church there will be a Jehoshaphat. Mwanaume atasimama. Aseme mimi ndiye Jehoshaphat. Nasimama hata ona mwarega. Nieno guthi. Hallelujah. Ona mwarega. Ati ona mwarega. Niki nida tuireitua
hata watu wote wakicompromise, usikie watu wote wamekuwa compromise, hata wamefanya dhambi ile ambayo inasemekana ni dhambi nzuri, wewe hutafanya because you know your possession. So that in your office, hata kukiwa na deal ya ukorofi, kuna watu wanataka kufanya wizi wa mali ya umma, hata kama inapitia kwako, they know you cannot take a single cent. Usikue unaokokaga Sunday. Hallelujah. This is difficult because zitapitia hapa tu. Si deal zitakuwa hapa tu. You know, there will be someone like Joseph ambaye si nafasi ilikosa ya kupita na the wife of Potiphar. Ama umjui Joseph alikuwa na chance? He had a chance. He had an opportunity. He had the ability. I believe si alikuwa kijana. Kana mutina menya nikiendelea. Gari mure twataka gutara menya nikiendelea. But he looked at the Potiphar's wife. Alimwambia nini? I cannot do such a thing. Because he knew who he is. Hallelujah. I pray that someone will know, and they are going to get angry when someone tells them something very crazy. They will know, this is who I am. I cannot take it. I know my possession, and I'm standing for my possession. And that is why the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Media team to AK. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. I want us to read this verse together. Therefore, my brothers and my sisters. Can we read together? Therefore, my brothers. Number one. And the second one, let nothing, in other words, be immovable. Number one, stand firm. Number two, be immovable. Yani kuwa umesimama imara ni kwa sababu unajua nafasi yako. Hata wewe mkileta mambo zingine, I know who I am. I know who I am. I am who God says I am, not what everybody says. And then he says, nothing can move me. Unajua kuna wakati watu wanamoviwa na emotions za muda. When I was young, and I think I've ever told you this story, I used to play basketball. Yeah, shock. Yes, I used to. Mimi munaona tu. So tukaenda practice. I'm talking about being immovable. Tukaenda run huko, tukienda huko run mahali. Sasa wale watu walikuwa mbele yetu, wakaenda wakapata shamba ya miwa. Na tulikuwa tumechoka sana. Wakaingia shamba ya miwa, wakaanza kukula. Na nilikuwa nimeokoka. Unafikiria niliingia? Unafikiria niliingia? Niki mnajuka. Mnawezaje kuniwekelea jambo kama hilo mimi? Mimi nilikuwa namba 2 kuingia. Na nikakata miwa mzuri. Wakati nimetoa matawi hivi, nikawekelea kwa mdomo, nikasikia roho imeniambia na wewe muhonoku. Sasa ndio nilikumbuka. Na unajua kila kitu imejitayarisha kukula miwa. Tohamwe. So from that moment, hata sikuweza kucheza. That year we were defeated at a zonal level. And I knew ni mimi nilifanya tushindwe. Kwa sababu nilikula miwa ya wenye. So are you going to be moved? Kihewa kikikuja, hata kama wewe unajua position yako, unajipata. Kunakuwa na kitu kamekuja, unajipata. Unajua siku hizi kuna hii challenge tuko nayo ya kurudi kwa the mira za zamani. Hata ukisikia sasa watu wameambiwa waende wakaoe wake wawili. Ukisikia watu wanakunywa bangi, ni kukunywa ama ni kuvuta? Bangi inafanywa nini? Inanusu. Hata wewe unanu. That number 2, immovable. And then number 3, rudisha hiyo verse sasa. Number 3 is that always. This version is not the one that I used. Extended English version. Inasema always abounding in the work of the Lord. In fact, inasema, can we read together? Always, let's go. Always giving yourself fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in. So this year, this is what will be our check mark. Number 1, are you standing firm?
ama wewe ni mtu wa kushake. I pray that someone will stand firm in the name of Jesus Christ. I said I pray someone will stand firm in the name of Jesus Christ. And that person, they will stand firm. They will be immovable and always abounding in the work of the Lord. This year is a year for singular activity, singular effort ya kila mmoja wenu. So ile swali nataka uende ukiuliza mtu tukitoka hapa. Do you know your position? Have you taken your position? And also ask yourself, have I taken my position? When you make that decision, is that my position? Unajua unaweza ukakuwa umechukua nafasi yako, hata watu wanakuwa confused. Because they know you are there, na wanakupata mahali ukifanya mambo za chini. May the Lord help you. That hautapatikana uko hapa chini, you're always going to be up there in the name of Jesus Christ. This year, take your position. Amen. This year, do what? Jehoshaphat alipochukua nafasi yake, a number of many things happened, and there are very important things that I want to share with you. And these are the things that I want to share with you as the benefits. I know I have not been very faithful to my sermon today. I'll send it and you're going to see that. 7 benefits of taking possession in Christ. Number 1, unshakable confidence. So that you carry home something. Number 1, when you have taken your possession, you have unshakable confidence. You do not fear what is around you. Number 2, you have victory over sin and the flesh. When you take your possession, you have victory over sin and the flesh. Hii mwili na kwenda kwaguo neshiendaga gutuhitithia, but when you have taken your possession, you have victory over sin and the flesh. Number 3, you have authority over spiritual forces. That the spiritual forces, they cannot overcome you. You are able to overcome them. Number 4 is that you have access to every beautiful and wonderful spiritual blessing. Every blessing you have access. That hata unaogopa kuomba vitu zingine because you don't know what to do with them. Because you have access to them. When you have taken your possession, you have access. Hallelujah. Umeienda mahali kuna kuwaga na watu wanawekelea pengine kidole na wanapata access ya room. Access control. Let me tell you, if you have no access ya hiyo room, hata weka vidole zako zote, inakwambiaga declined. But when you take your possession in God, you have access. Unawekelea kidole tu, una mlango inafunguka. Because you have access to the spiritual blessing. Number 5, you have peace and rest with eternal perspective. I hope you can be able to read. That you have peace and rest with the eternal perspective. Mambo ile unayaona kiungu. You don't see things from human perspective. Unaionaga from an eternity perspective. Maodo ma tene na tene. And then number 6, you are powerful and effective prayer and worship. When you take your possession, your prayer is powerful. Your prayer is effective. Your worship is powerful. Unaomba watu wanapona. Unaimba watu wanafunguliwa. How I pray that someone will know their possession, so that even our worship here is going to be like the praise team ya Jehoshaphat. Alianza kuimba, watu maadui wakaanza kupigana. And then number 7 is that you have accelerated growth and fruitfulness. If this church is going to grow very far, it's that you must know your possession. No, the challenge is this. When you try to be me, wakifadhi. Oko hegesha, unanikataza nikue, na wewe haukui. I pray that everyone will know their possession. Ujue wewe ni nani. So that you grow and become fruitful. Don't struggle with the others. The others are going to be different. But you are the child of God. Amen? This year, take your position. I want us to stand and take a pledge. Just a moment, one moment. Tusimame tuseme, I'll take my possession. Just lift up your hand like that. Triza tuongoze a short chorus and then we take that pledge. Just a short. I pledge allegiance to the Lamb with all my strength, with all my strength. I will seek to honor His commands. I pledge allegiance to the Lamb. So this
year, I want you to lift your right hand and say, oh God, say after me, say, oh God, help me to know my position. Help me to take my position. I ask of your help. I don't know what to do, but my eyes are on you. Help me to take my position this year, that I may benefit from your blessings. In Jesus' name. Amen. Let's give Jesus Christ a mighty clap in this place. Do you receive your position now?